Rais William Ruto amewapuuza wakosoaji wake akisema kwamba hawana ajenda ya kuiendeleza taifa la Kenya. Rais ambaye ameanza rasmi ziara yake eneo ama ukanda wa Pwani amesisitiza kuwa viongozi wa upinzani wanaendeleza siasa za chuki na migawanyiko ambazo hazina nafasi tena katika taifa la Kenya. Amezungumza haya katika hafla ya uzinduzi wa reli kaunti ya Mombasa. Fred Wambua na taarifa kamili. Ni katika siku ya pili ya ziara yake ya maendeleo eneo la Pwani, leo hii akizindua rasmi reli itakayofanikisha usafiri wa wananchi katika eneo hilo kwa njia rahisi. Rais William Ruto akionekana kutoa kucha zake za kisiasa, akiwajibu wapinzani wake wakiongozwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua anaosema hawana ajenda yeyote ya maendeleo kwa wananchi wa Kenya kwa ujumla. Nimejaribu kuwasikiza kwa makini kama wako na lolote la kuchangia taifa letu la Kenya. Mpango ya reli hawana, mpango ya barabara hawana, mpango ya afya hawana, mpango ya mambo ya housing hawana, mpango ya elimu hawana, mpango ya kilimo hawana. Wao hawana sera, hawana mpango, hawana taratibu yoyote, hawana ajenda yoyote, hata akili hawana pia. Watu hawana mpango ya barabara, hawana mpango ya matibabu, hawana mpango ya reli, hawana mpango ya kilimo, hawana mpango ya masomo. Ati wanataka kuendesha taifa letu kuelekeza nyuma. Rais William Ruto akidokezea kuwa taifa hili haliwezi kuongozwa na wapinzani ambao wanaeneza siasa za ukabila na chuki, huku ajenda yao ikiwa ni kusema kuwa yeye hatahudumu kwa muhula mmoja tu. Kuna wengine wanataka kutuletea pang'ang'a, wengine wanatuletea kasheshe, wa ukabila na matusi, wa chuki na migawanyiko. Watu wa Mombasa mnawakubali hawa jamaa watuharibie nchi yetu? Mtawapatia nafasi ya kuharibu nchi yetu? Muwezi kupata nafasi kuendesha nchi yetu kama hauna mpango yoyote. Kuna wachache ambao hawana imani na taifa letu, hawana imani na uwezo wetu, hawana imani na mipango yetu. Mimi ninawaeleza wale, please, mtupatie nafasi. Wacheni mambo ya kutukana na kudharau taifa letu. Hatuna taifa lingine. Wengine watakuja hapa, maneno watakaozungumza ni maneno ya ukabila. Wengine watakuja hapa, maneno watakaozungumza ni mambo ya kuweza kututofautisha kwa misingi ya rangi, dini na kabila. Aidha, ameweka bayana kuwa naaminia taifa la Kenya kwamba litafanikiwa zaidi kimaendeleo kwa ushirikiano wa wananchi wote na kupitia serikali jumuishi, wala sio mashindano ya siasa za kiholela. Ndio tumeunganisha tukawa na serikali ya broad-based ambayo inawajumuisha Wakenya wote, kwa sababu ya muhimu sio mashindano ya kisiasa, sio malumbano ya kisiasa, sio mambo ya mirengo. Ya muhimu ni vile tutabadilisha Kenya, tuondoe umaskini, tuzalishe chakula ya kutosha, tufukuze njaa, tuzalishe nafasi za ajira wa vijana wetu wa Kenya, tuzalishe uchumi Kenya, tuondoe umaskini, tuwe na utajiri, Kenya iweze kusonga mbele. And our ethnicities, our religions should not defeat the project of creating a united Kenya. Reli hii iliyozinduliwa itapunguza nauli ya awali kutoka shilingi 300 hadi 50 na kupunguza mzigo kwa wananchi hao. Fredrick Wambua, Undugu TV.